Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge, Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Dr. Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu, Mheshimiwa Balozi Moses Kusiluka, mtendaji mkuu wa Mahakama Elisante Ole Gabriel, msajili mkuu wa Mahakama Eva Nkia, Mheshimiwa bila kumsahau Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, mkuu wa mkoa wa Dodoma na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mawaziri na wote ambao mmehudhuria hafla ya leo. Leo kwa kweli ni siku ya shukrani, siku ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kukuongoza wewe Mheshimiwa Rais kuweza kumtafuta, kumpata, kumteua na kumwapisha Jaji Mkuu wa 9 tangu nchi yetu ilipopata uhuru mwaka 1961 ambaye si mwingine bali ni George Mcheche Masaju. Ingawa ni rahisi sana kuorodhesha Watanzania wengi ambao wana sifa za kuwa jaji mkuu, lakini sio rahisi kumpata mtu ambaye anakidhi kigezo cha kuweza kuwa jaji mkuu kwa wakati uliopo. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kwako Mheshimiwa Rais, naamini hivyo, kwa sababu mwaka 1965 wakati baba wa taifa alivyokuwa akitafuta jaji mkuu, wakati huo jaji mkuu alikuwa ni Mwingereza, alikuwa anaondoka na nchi yetu ilikuwa uhuru. Alipata wakati mgumu sana kupata jaji mkuu Mtanzania. Ilibidi aende katika nchi ya Trinidad na Tobago ndo aliweza kumpata jaji mkuu ambaye ni Philip Georges kuweza kuchukua ile nafasi. Pili, binafsi siku ya leo kwangu ni siku ya kumshukuru Mungu kwa kuongoza wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na hayati Dr. John Pombe Magufuli vile vile kuniona kwamba ninafaa kuwa jaji mkuu wa 8 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2017 hadi saa 4:10 leo tarehe 15 mwezi wa 6 na 2025, kwa sababu hizi nyakati ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kutokea changamoto ya kisheria nikajikuta nafanya kazi ya jaji mkuu wakati muda umepita. Kwa hiyo ilibidi niangalie muda na kujua kwamba kwa kweli muda umepita. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutuwezesha kupata jaji mkuu. Na kushukuru sana pamoja na kunipa mazingira ya kufanya kazi ya jaji mkuu. Uliniwezesha. Ule uwezeshaji kwa kweli ulikuwa ni mkubwa sana. Uwezeshaji ambao ulileta utulivu wa hali ya kipekee katika mahakama. Na hilo ndio somo ambalo nitamuomba ndugu yangu George Masaju kwamba usiache kuangalia jicho la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yeye ndio mdau mwezeshaji. Na kwa kweli ametuwezesha sana sana sana, na haya yote mnayoyaona sio nguvu yangu au nguvu ya majaji, ni nguvu ya uwezeshaji. Tatu, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Jaji Mkuu George Mcheche Masaju. Tumefahamiana muda mrefu sana. Juzi nilipokutumia ujumbe wa salamu ulinikumbusha maeneo mbalimbali ambayo kazi zetu zilikutana, tuliweza kufanya kazi kwa pamoja tangu enzi zetu huko chuo kikuu. Wakati ule vile vile ukuwa mshauri wa Rais Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, na wakati huo ndio tulianza ule utaratibu kwamba wananchi wengi huwa wanakuwa na dukuduku nyingi kuhusu mahakama, malalamiko, mambo mbalimbali. Sasa uliweka utaratibu ambao wananchi wanamuomba Mheshimiwa Rais hebu ingilia shughuli za mahakama, lakini ukaweka utaratibu kwamba panapotokea changamoto yote kuhusu mahakama unakuja mahakamani,
unaonana na viongozi wa mahakama, tunatoa ufumbuzi. Kwa hiyo inakuwa ni Mheshimiwa Rais amejibu ametoa utatuzi, lakini vile vile kwa kushirikisha mahakama ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana, na wewe sio mgeni katika kazi ya kimahakama. Umefanya kazi ya ujaji, umefanya kazi ya jaji wa rufani, umekuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, umekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye unafanya kazi katika tume ya utumishi wa mahakama kama mjumbe. Kwa hiyo mahakama sio ngeni kwako kabisa. Na ni kama ndege ambayo inataka kutua, run off ni ndogo. Wewe uhitaji run off ndefu ili upae. Utakimbia tu kidogo utapaa, na sisi tunakuombea kwamba utakapokuwa unapaa tutasaidia ufikie hayo malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia kwamba uongozi mzima wa mahakama tulijadiliana, tukasema kwamba tutakupa utiifu, unyenyekevu wa hali ya juu ili kukuwezesha wewe utuongoze ili tuweze kufikia malengo ya utoaji wa haki, kwa sababu hayo malengo ni endelevu. Kuna majaji wa rufani ambao wako tayari nyuma yako hapo, watakupa ushirikiano. Jaji kiongozi yuko tayari, mtendaji mkuu wa mahakama, msajili mkuu wa mahakama, hao wote ni viungo ambao wanaunganisha mihimili. Ukiwa una jambo ambalo unahitaji mihimili mingine itoe msaada, hawa ndio viungo. Na kwa kweli ile sheria ya usimamizi wa mahakama, sheria namba 4 ya 2011 imetusaidia sana, kwa sababu imeimarisha uhuru wa mahakama, kwamba serikali na bunge ndio wanasimamia rasilimali. Sasa sisi tunafikia ile rasilimali kupitia mtendaji mkuu wa mahakama na msajili mkuu wa mahakama, kwa sababu mara nyingi jaji au msajili akionekana anazunguka hazina, kuna wengine wanadhani uhuru wa mahakama uko mashakani. Lakini mtendaji mkuu wa mahakama akizunguka hazina, akifanya yote ambayo ameweza kufanya, unaweza kuona kwamba hiyo sheria ni msingi imara sana ambao umetuwezesha kuwa huru zaidi, na vile vile kuweza kupata rasilimali kutoka mfuko mkuu wa serikali. Vile vile utakutana na idara za mahakama ambazo mimi wanaziita idara ambazo zinakoleza maboresho. Kuna kitengo cha maboresho kinasukuma maboresho, idara ya maktaba, idara ya usimamizi wa mashauri, idara ya tehama, idara ya ukaguzi. Hizi zote zitakuwa chini ya mamlaka yako, na chochote unachokitaka kitafanyika katika zama hizi, kitafanyika, kwa sababu hawa wote watumishi wa mahakama siku zote ni watu waaminifu sana, waaminifu sana, na huwa wanasimama nyuma ya kiongozi wao ambaye sasa ni wewe. Sasa kuna siri moja, sio siri, nitakupa ni open secret, kwa sababu jaji mkuu yule aliyetoka Trinidad Tobago, Telford Georges, na jaji mkuu Francis Lucas Nyalali waliongelea sana hiyo siri. Na wabunge mara nyingi wanafahamu kwamba ukitaka kupata ruhusa ya speaker kuzungumza, wanasema you catch the speaker's eye, yani jicho lako limuone speaker, speaker akikuona anakupa nafasi ya kuongea. Sasa hawa majaji wakuu Telford Georges na Lucas Nyalali wanasema jaji mkuu ni lazima jicho lako likamate jicho la Mheshimiwa Rais. Muangalie anafanya nini, na hicho anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Kama kuna sheria, kama kuna miradi, siku zote unaangalia anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Na wewe ni mdau, Mheshimiwa Rais ni mdau muhimu sana, kwa sababu bila uwekezaji wake hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika, kwa sababu anawekeza kwenye rasilimali watu, anaongeza majaji, mahakimu, budget vile vile. Hayo yote yanatokana serikali kuu na bunge. Sasa ni lazima tuwe na ushirikiano. Ingawa ukisikiliza sana mitandao ya kijamii, wanatafsiri hasi ya uhuru wa mahakama. Wengi wanadhani ule ushirikiano na mihimili mingine inaingilia uhuru. Sio kweli,
kwa sababu wewe unachotafuta katika ushirikiano ni rasilimali ya taifa ambayo inasimamiwa na mihimili mingine. Hicho ndio unachokitafuta. Na hata siku moja, na mimi sijawahi hata siku moja kukaa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu tukawa tunaongelea mambo ya kesi hata siku moja. Kwanza sina majalada hapa. Siku zote unaongelea mambo ambayo yana maslahi makubwa. Kwa hiyo zile tafsiri kwamba ukionekana unafuatilia ni kuingiliwa, nadhani hiyo sio kweli. Na siku zote fuatilia hotuba za Mheshimiwa Rais, kwa sababu mle ndani kuna ahadi fulani ambazo anazitoa, unaweza kuzitumia kama silaha. Nakumbuka tarehe 22 mwezi wa 4, huu ulikuwa ni mwezi mmoja tu baada ya Mheshimiwa Rais kukabidhiwa uongozi wa nchi, alilihutubia bunge la 12. Sasa kuna maneno ambayo aliyasema siku zote huwa anatembea nayo mfukoni, kwa sababu ukikutana naye unamkumbusha hii ahadi ulitoa. Mtendaji mkuu akienda hazina anaionyesha, Mheshimiwa Rais alisema hivi, na alisema tutashirikiana pia na muhimili wa mahakama katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki, ikiwemo kuendelea kujenga miundombinu ya mahakama, kuongeza idadi ya majaji na mahakimu na kukuza matumizi ya tehama ili kuongeza kasi ya usikilizaji wa kesi na uwekaji wa kumbukumbu. Kwa hiyo unaweza kuta Mheshimiwa Rais ana interest kwamba mahakama itoe haki na iwe na rasilimali ya kutosha ili iweze kutoa huduma, kwa sababu anaelewa maendeleo yoyote ya kiuchumi hayawezekani bila kuwa na mahakama huru, bila kuwa na utawala wa sheria. Kwa hiyo ni mdau muhimu sana, na ndio maana ukiangalia program zetu za maboresho tumejaribu kujiegesha kwenye dira ya maendeleo ya taifa ambayo ina 2025, kwa sababu ile dira ndio ina ahadi ya rasilimali. Sasa tukasema tukitengeneza mpango mkakati ambao umejiwekesha kwenye dira, tunaweza kwenda kupata rasilimali kwenye huo mfuko ambao na sisi tunastahili. Sasa hiyo mipango yetu mikubwa ambayo tumefanya ni kwa sababu tulisoma wenzetu wanafanya nini, kama wana programu ya Tanzania ya kidijitali, kuna mambo ya kunufaika, tunasema na sisi ni sehemu ya Tanzania ya kidijitali. Na ndio maana tunasema sisi mahakama, sisi ni sehemu ya safari yoyote ya dira ya taifa ya maendeleo. Kuna msemo mmoja ambao umesemwa mwaka 1960, Rais wa Marekani Jeff Kennedy alitoa lengo au dira kwamba ndani ya miaka 10 Marekani itamfikisha mwanadamu katika mwezi. Kwa hiyo siku moja mwaka 1962 akawa anatembelea sasa katika lile eneo la kutengeneza rocket za kwenda mwezini. Akamkuta mfagizi ambaye huwa analinda lile jengo. Akamuuliza, na wewe unatafuta nini katika eneo hili la kisayansi? Yule akamjibu akasema, ninasaidia kumfikisha mtu kwenye mwezi. Kwa hiyo dira ya taifa ya maendeleo inatakiwa kutufikisha huko tunatukotakiwa kwenda. Sasa sisi mahakama hatuwezi kubaki nje, tunatakiwa kuwa kama yule mfagizi ambaye alisema, na sisi tunataka kuenda kwenye hiyo Tanzania ambayo Mheshimiwa Rais unaiahidi katika dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hiyo hilo niliona niliseme sasa hivi, kwa sababu kuna ule upotoshwaji kwamba ushirikiano unatafsiriwa kama kuingilia uhuru. Ushirikiano kamwe hauingilii uhuru. Ushirikiano unatusaidia kuweza kupata rasilimali ambazo tunastahili kupata, kwa sababu uchumi na maendeleo ya nchi hayawezekani bila kuwa na mahakama. Jambo lingine ambalo pengine nirejee historia vile vile, wakati baba wa taifa anamuaga Jaji Mkuu Georges yule aliyetoka
Trinidad na Tobago, kwanza alimsifu Jaji Mkuu Georges kwamba anavyotafsiri uhuru wa mahakama. Jinsi yule jaji aliyotoka nchi nyingine alivyokuja alikuwa anatafsiri uhuru wa mahakama. Akasema uhuru wa mahakama ni kutoitenga mahakama na historia, maisha na uchumi na ustawi wa nchi. Na Mwalimu alisema uhuru wa mahakama kwamba katika kusikiliza mashauri na katika kufikia uamuzi hakuna atakayekuingilia. Lakini kuna mambo mengine mengi ambayo wewe ni sehemu ya ustawi na maendeleo ya nchi, ni lazima utafute hizo resources ziweze kusaidia huo uhuru. Kwa hiyo ndio tafsiri ambayo imekuwa ikiongoza mpango mkakati wa mahakama kwa miaka 5, kwamba tuna mipango, tunaenda kwa mdau, tunamuomba sasa, Mheshimiwa mdau mkuu, tunaomba utusaidie kufikia haya malengo. Pengine haraka tu ni kuambie kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwezeshaji, hasa katika kuhakikisha kwamba fedha za Benki ya Dunia zinapatikana. Tulipata $65 milioni awamu ya kwanza, tukafanya maboresho. Sasa yale maboresho hayakutokana na nguvu yetu tu, ni nguvu ya hizo fedha. Na Mheshimiwa alipokabidhiwa nchi mwaka 2022, mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa nchi, aliridhia mkopo wa pili ambao ulikuwa ni mkubwa sana kutoka Benki ya Dunia. Haya yote ni kwa nini? Kwa sababu anatambua kwamba utoaji wa haki ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya nchi, kwamba ukiwa na mahakama imara, mahakama inayofuata sheria, taratibu, inaleta utulivu ambao tunauhitaji katika shughuli zetu. Sasa kuna ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizitimiza, lakini utekelezaji wake haujakamilika. Kwanza kuna miradi 12 ya mahakama za mwanzo zinazojengwa kwa fedha ya ndani. Na nadhani Mheshimiwa Rais atafurahi sana kabla kipindi hiki cha urais cha kwanza kijaisha, miradi hiyo imekwisha. Kuna mahakama za mwanzo 60 ambazo zinajengwa kwa fedha za mkopo wa Benki ya Dunia, zinaendelea kujengwa. Fedha zimeshatoka, zinatakiwa kujengwa. Tusipoteze hiyo nafasi. Alafu kuna ujenzi wa mahakama za wilaya 14 zinaendelea kujengwa. Hizi zinajengwa kwa fedha za ndani, ikiwemo mahakama ya wilaya ya Chamwino. Nadhani tuko Chamwino. Mahakama ya wilaya ya Chamwino ni moja ya wilaya ambazo hazina mahakama ya wilaya. Wilaya zingine ni Mbulu, Simanjiro, Kibiti, Kalambo, Kishapu, Nyasa, Masasi, Kilosa, Tunduru na Chingwea, Tarime, Uyui na Mkalama. Sasa hizi zote tunatakiwa tuzimalize kabla uhai wa fedha za Benki ya Dunia na bajeti haijaisha. Vile vile kuna majengo 9 ya vituo jumuishi ya utoaji haki: Geita, Simiyu, Songea, Songwe, Singida, Lindi, Njombe na Pemba. Hizi tunatakiwa tuzimalize kabla ya tarehe 31 Disemba. Fedha zimeshatoka, tunatakiwa tumalize. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani Mheshimiwa Rais ametuwezesha sana. Na naamini utaendelea kuangalia jicho lake, utaendelea kufuatilia anachokisema. Chochote ambacho kina manufaa kwa mahakama, wewe utakichukua, utawaletea ambao wapo, tutaendelea. Nimalize kwa kukutakia Mheshimiwa Rais kila laheri katika kukamilisha mipango yako mikubwa ambayo ni kwa manufaa yetu wote. Mungu akubariki, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki mahakama ya Tanzania, Mungu mbariki Jaji Mkuu George Masaju. Nashukuru sana. Asante Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania mstaafu.